Karibu Kasako Media. Cuba yathibitisha kukutana na maafisa wa Marekani kisiwani humo, yataka vikwazo vya nishati viondolewe. Serikali ya Cuba siku ya Jumatatu ilithibitisha kwamba hivi karibuni imekutana na maafisa wa Marekani kisiwani humo, huku mvutano kati ya pande hizo mbili ikiendelea kuwa mkubwa kuhusu kizuizi cha nishati ya Marekani kwa nchi hiyo ya Kikaribea. Maafisa wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, walisema Ijumaa kwamba wanadiplomasia wa Marekani waliruka mapema Aprili hadi kisiwani humo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016 katika harakati mpya za kidiplomasia. Wala maafisa wa Marekani wala wa Cuba hawajasema hasa ni lini mkutano huo ulifanyika wala ni maafisa gani wa Marekani walioshiriki. Alexandro Garcia del Toro, naibu mkurugenzi mkuu anayehusika na masuala ya Marekani katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Cuba, alisema Jumatatu kwamba ujumbe wa Marekani ulijumuisha makatibu wasaidizi wa mambo ya nje na kwamba ujumbe wa Cuba ulijumuisha mawakilishi katika ngazi ya naibu waziri wa mambo ya nje. Mazungumzo hayo yalifanyika kwa heshima na kitaaluma, alisema, akiongeza kuwa ujumbe wa Marekani haukutoa vitisho au tarehe za mwisho kama ilivyoripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani. Kuondolewa kwa vikwazo vya nishati dhidi ya nchi hiyo kulikuwa kipaumbele cha juu kwa upande wetu, Garcia del Toro alisema. Kitendo hiki cha kulazimisha kiuchumi ni adhabu isiyo na haki kwa wakazi wote wa Cuba, aliongeza. Pia ni aina ya ulaghai wa kimataifa dhidi ya mataifa huru ambayo yana haki ya kuuza mafuta nchini Cuba chini ya sheria zinazosimamia biashara ya uria. Miongoni mwa masharti ya kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba, Washington inashinikiza serikali ya Cuba kukomesha ukandamizaji wa kisiasa, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa na kufanya uchumi wake unaodorora kuwa huru. Ili kupata mengi zaidi, basi endelea kujiunga na Kasako Media.